Tajiri mmoja aitwaye Bwana Salim anamuoa binti mrembo na mwenye kipaji cha kipekee cha kuchora, Laila. Laila anakubali kuolewa kwa sharti moja tu: nitachora kila siku katika chumba changu cha siri, lakini usijaribu kunichungulia wala kuingia ukiwa haujaniruhusu. Siku utakapovunja ahadi hii, furaha yetu itatoweka. Bwana Salim anakubali, na kwa miaka mingi utajiri na furaha yao vinaongezeka maradufu. Kila mchoro wa Laila unaonekana kuleta baraka mpya nyumbani kwao. Marafiki wa Bwana Salim wanaanza kumcheka na kumpanda mbegu ya shaka. Unawezaje kuishi na mwanamke ambaye hufahamu anachokifanya kwa saa 5 kila siku? Labda anachora ramani za uchawi. Polepole, udadisi unaanza kumtesa Bwana Salim. Anaanza kujiuliza ikiwa utajiri wake unatokana na juhudi zake au kuna siri nzito nyuma ya michoro ya mkewe. Siku moja, Laila akiwa amejifungia chumbani kama kawaida, Bwana Salim anashindwa kuvumilia. Anachungulia kupitia tundu la ufunguo. Anachokiona kinamshangaza. Mkewe hachori kwa kutumia rangi za kawaida, bali anatumia mwanga unaotoka kwenye vidole vyake kuchora picha zinazohisika na kuonekana kama vitu hai. Kila anachochora kinakuwa halisi kwa muda mfupi kabla ya kupotea. Ghafla, Laila anahisi macho ya mumewe. Anageuka akiwa na machozi. Mchoro aliokuwa akichora, ambao ulikuwa ni picha ya furaha yao ya baadaye, unapasuka na kuwa giza. Laila anatoweka kama moshi, akimwambia, umeshindwa kuamini moyo wangu, ukachagua kuamini macho ya udadisi. Bwana Salim anabaki na utajiri wake, lakini chumba cha michoro kinabaki tupu, na baraka za amani zinatoweka kijijini kwake. Funzo: udadisi uliopitiliza huua uaminifu, na uaminifu ukifa, hata utajiri hauwezi kuleta furaha.